Karibuni kanisani. Karibuni kwenye neno la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bado tuko kwenye kipindi hiki cha toba. Bado tuko kwenye kipindi cha toba kama kanisa, yaani kipindi hiki cha Kwaresma. Leo ikiwa ni siku ya Bwana ya kwanza ya mateso, au ni Jumapili ya 5 wakati huu wa Kwaresma. Na wazo kuu linalotuongoza ni ahadi za Mungu. Wazo kuu linalotuongoza ni ahadi za Mungu. Angalie neno ahadi ni nini? Neno ahadi ni nini? Ahadi ni hali ya kuaminisha au kumwaminisha mtu au watu juu ya jambo fulani ambalo unatarajia kulitimiza au kulitekeleza. Ndio tafsiri ya Kiswahili ya neno ahadi. Ahadi ni hali ya kuaminisha au kumwaminisha mtu au watu juu ya jambo fulani ambalo unatarajia kulitimiza au kulitekeleza. 2, ahadi za Mungu ni maneno ambayo Mungu ametamka kupitia neno lake kwa watu wote wanaomwamini. Ahadi za Mungu ni maneno ambayo Mungu ametamka kupitia neno lake kwa watu wote wanaomwamini. Kuna ahadi nyingi sana za Mungu, lakini hazimuhusu kila mtu, bali wale wanaomwamini tu. Sasa ukafikia ahadi za Mungu zinamhusu kila mtu. Ahadi za Mungu zinamhusu wale wanaomwamini. Wale wanaomwamini kwa mioyo yao yote, wale ndio zile ahadi zinawahusu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ngoja tuangalie mifano miwili juu ya hizi ahadi za Mungu. Mifano miwili. Mfano wa kwanza, Marko sura ile ya 16. Mfano wa kwanza, Marko sura ya 16. Tuanzie ile aya ya 16 mpaka ile ya 18. Anasema maneno haya. Aya ya 16 mpaka ya 18. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha kitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Bwana asifiwe. Hii ni ahadi mojawapo ya Mungu kwa wale wanaomwamini. Unanisikia anachokwambia? Hii ni ahadi mojawapo kwa Mungu, ya Mungu kwa wale wanaomwamini. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaomwamini, hii ni ahadi ambayo inawahusu. Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Anataja na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza mambo matano pale. Kwa jina langu anasema watatoa pepo. Unanisikia anachokwambia? Kwa hiyo anayeamini anaweza kufanya hivyo, na ataweka mikono yake juu ya wagonjwa. Kwa hiyo uponyaji ni ahadi ya Mungu kwa wanadamu. Na nisikia anachokwambia? Uponyaji ni moja ahadi ya Mungu kwa wanadamu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. 2 ni kuomba kwa jina la Yesu. Mfano wa pili ni kuomba kwa jina la Yesu. Yohana sura ile ya 14. Sura ile ya 14 na mstari ule au aya ile ya 13 na ya 14. Anasema maneno haya. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Anarudia tena, mkiniomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Hii ni mifano tu ambayo nimekuonyesha, mifano michache nimekuonyesha juu ya ahadi za Mungu kwa wale wanaomwamini. Kwa hiyo wanaomwamini wanapaswa waombe kwa jina la Yesu. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nanyi mkiniomba lolote. Kwa hiyo hata toba yetu tunaomba kwa jina la Yesu. Sio tuko kwenye kipindi cha Kwaresma, tunaomba toba kwa jina la Yesu. Sijajua unaomba kwa jina la nani. Ukiomba kwa jina la mchungaji wako haitakusaidia. Ukiomba kwa jina la nabii wako haitakusaidia. Ukiomba kwa jina la mtumishi wako haitakusaidia. Omba kwa jina la Yesu. Ndio Biblia inavyosema.
Ukisoma sura ya 14, ya 15 na ya 16, Yesu ameyazungumza maneno haya zaidi ya mara moja. Ombeni kwa jina langu, ombeni kwa jina langu. Na nisikia anachokwambia. Na pale nyuma tuliposoma unaona anasema hivi, aamini na kubatizwa ataokoka, na ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Anasema kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, hata wakishika hata wakila kitu cha kuzuru hakitawazuru, hata wakila kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Alafu anasema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Kwa hiyo kila anayemwamini. Ndio maana waga nawaambia watu, kukemea pepo sio kipawa wala sio karama. Yote anayemwamini Yesu anatakiwa akemee pepo. Na nisikia mtu wa Mungu anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja twende tuangalie hapa mambo machache. Tutakuwa na mambo mawili tu. Tutakuwa na mambo mawili. Jambo la kwanza, ahadi za Mungu ziko kwenye neno lake. Jambo la kwanza, ahadi za Mungu ziko kwenye neno lake. Nje ya neno la Mungu hakuna ahadi ya Mungu. Mmenisikia anachokwambia mtu wa Mungu? Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome Waibrania sura ya 4. Waibrania sura ya 4, waraka ule kwa Waibrania sura ya 4 na ule mstari wa 1 mpaka wa 3, anasema hivi: basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama alivyoapa, kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi zote za Mungu ziko kwenye neno lake. Hakuna ahadi za Mungu nje ya neno lake. Unanisikia ninachokwambia? Hakuna ahadi za Mungu nje ya neno lake. Ziko ahadi nyingi sana za Mungu, lakini Wakristo tulio wengi sana tunachagua zile ahadi za kufanikiwa. Wengi sana. Wengi sana. Akaangalia watu wengi wanaoomba, hata mistari wanaosimamia. Wanaomba mistari inayowapa kufanikiwa kwao ndio wanaosimamia. Na nisikia anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujaona mtu anaomba Mungu aangamize adui zake? Wakati huo huo Yesu anasema yeye hakuja kuhukumu, alikuja kuokoa. Na nisikia mtu wa Mungu anachokwambia. Wengi sana tunaangalia zile ahadi zinazohusu mafanikio tu. Kwenye neno la Mungu kuna ahadi nyingi sana ziko ahadi za kufanikiwa kwako, ni sahihi kabisa. Ziko ahadi za kupata watoto, ziko ahadi za kupata kila kitu huko kwenye neno la Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Nyingi sana ziko. Wewe unaangalia ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikwambie, hakuna hata mmoja anayejiweka tayari kwa ajili ya siku za mwisho. Hakuna hata mmoja. Wakristo wengi sana hatuna maandalizi na siku za mwisho. Tunafikiri duniani tunaishi milele. Lazima ujiulize maswali kwamba kwa nini kanisa kwa mwaka mara moja limeweka utaratibu wa watu kukusanyika na kutubu. Swala la kutubu ni la kila siku, lakini utaratibu umeweka kukukumbusha wewe, kwa sababu wanajua kwa sababu huna desturi za kutubu hutatubu. Kwa hiyo umeweka utaratibu ili angalau mara moja kwa mwaka wakukumbushe kwamba wewe ni mwenye dhambi na unatakiwa kutubu. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia kuna ahadi nyingi sana kwenye Biblia. Kwa mawazo yangu mimi kwa mawazo yangu, ahadi kubwa ambazo mimi nazitazama kwenye Biblia ziko mbili. Hizo nimekwambia ni kubwa. Ya kwanza ni kufufuliwa siku ya mwisho. Tunaishi katika mwili huu duniani, lakini tunapokufa siku ya mwisho tunafufuliwa. Ndivyo Biblia inavyoniambia, nayo isoma mimi. Mmenisikia ninachokwambia? Bwana asifiwe. Angalia Yohana sura ile ya 6. Yohana sura ya 6. Kumbuka tunazungumza ahadi kubwa mbili za Mungu. Yohana sura ile ya 6. Kama usome Biblia vizuri huwezi kuyaona haya ninayokuambia. Hizi ahadi mbili huwezi kuziona. Yohana sura ya 6 na
Mstari ule wa 44 anasema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 44 anasema hivi: hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipoitwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya Yesu ameyatamka mara 3 kwenye Injili ya Yohana. Ameyatamka kwenye sura ya 6 mstari wa 40 na sura hiyo ya 6 mstari wa 54. Ameyatamka maneno mara 3. Nitamfufua siku ya mwisho. Nitamfufua siku ya mwisho. Sasa hapa anatuambia hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa ameitwa na nani? Na Baba, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hiyo ni ahadi ambayo Yesu anaahidi kwa wale wanaomwamini kwamba siku ya mwisho atamfufua. Tuna Wakristo wengi ambao hawajui kama kuna siku za mwisho. Wengi hawajui. Wengi hawajui na wanapinga. Nimesikia hata mmoja naye anapinga, anasema hakuna siku ya mwisho. Mimi najua siku ya mwisho ni ile mtu anapokufa. Hakudanganya nani? Kasome Biblia yako vizuri. Mimi nimesoma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo na nimesoma mara 9. Sio rahisi kama unavyofikiria. Kama hujasoma Biblia utafikiri ni hadithi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ya pili, ahadi ya pili kubwa ni kuurithi uzima wa milele. Hauwezi ukarithi uzima wa milele kama hujafufuliwa. Watu wengi wanataka wahubiriwe kuhusu mafanikio. Unanisikia? Ndio wengi wanataka. Na mimi nilikwambia mafanikio ya kwanza ni kumjua Mungu wa pekee na wa kweli. Hayo ndio mafanikio ya kwanza. Unaweza ukawa na mali nyingi sana na kila kitu ukawa nacho, lakini ukaishi nje ya ahadi za Mungu. Unaweza ukawa na kila kitu, lakini mahusiano yako na Mungu akawa hana nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ahadi ya pili ambayo nimekwambia kubwa ni kuurithi uzima wa milele. Mathayo 19. Mathayo 19 na aya ile ya 29. Ngoja tusome maneno haya. Maneno mengine mazuri yako hapa. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Anasema hivi 19 na aya ile ya 29 anasema, na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Unanisikia? Kila mtu aliyeacha vitu ambavyo Yesu anavitaja. Amezungumza mpaka mume. Sasa msije mkaondoka kwa waume zenu na wake zenu mkasema neno limesema hivi. Sio maana yake. Anazungumza kwa ajili ya jina langu. Maana yake yeye awe na nini? Awe na nafasi uko ndani ya moyo wako. Nilikwambia Jumapili hapa kwamba mko baharini. Alafu kuna wazazi wako, sasa usijibu hapo. Kuna wazazi wako, kuna mke wako na watoto wako, unaanza kumwokoa nani? Unayemwokoa ndio yuko moyoni mwako. Ndiye ametangulia, mwingine anafuata. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ni ahadi ambayo Yesu anaahidi kwa wale wanaomwamini. Kwamba hakuna mtu aliyeacha mume, mke, watoto, mashamba. Ukiona anazungumza mashamba anazungumza mali. Yaani maana yake zile mali sio kwamba uache kufanya biashara. Unanisikia anachokwambia? Sio kwamba usafute mali. Yeye anataka awe na nafasi katikati ya kutafuta kwako. Yesu ana nafasi gani? Katikati ya utajiri uliokuwa nao, katikati ya mali ulizokuwa nazo, katikati ya ndoa yako, mke wako na watoto wako, huyu ana nafasi gani? Yesu Kristo ana nafasi gani? Sasa akiona nafasi anasema hivi, anakupa ahadi kubwa. Anasema na kuurithi, atapokea mara 100. Sasa na kuurithi uzima. Menesikia? Huwezi ukarithi uzima wa milele bila kufufuliwa. Urithi ukiwa maiti, unarithi ukifufuliwa. Ndio unarithi uzima wa milele. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Na maneno haya Yesu ameyazungumza mara 3. Amezungumza kwenye Marko sura ya 10 mstari wa 17, amezungumza na kwenye Luka sura ya 18 mstari wa 8 na Mathayo 19:29. Haya maneno Yesu ameyazungumza. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa hizi ahadi zinakupa wewe uhakika wa maisha ya kiroho. Ahadi hizi mbili zinakupa wewe uhakika wa maisha ya kiroho. Ahadi nyingine zote
zinakupa kufanikiwa katika mwili, na ndicho tunachokitafuta. Wengi sana tunatafuta tuonekane na watu, sio tuonekane na Mungu. Mmesikia ninachokwambia? Ndio maana watu wengi sana wakiumba kiuchumi, hata kutembea anaogopa. Mwingine anatamani ahame mpaka mtaa, ahame mpaka nyumba. Hakuna kuhama, kaa hapo hivyo kuone kama umefilisika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu zinaendana na mambo yafuatayo. Ahadi za Mungu zilizo katika neno lake zinaendana na mambo yafuatayo. Moja, lisikie neno la Mungu. Ahadi za Mungu zinaendana na mambo yafuatayo. Moja, lisikie neno la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waraka kwa Waibrania sura ile ya 4. Waraka kwa Waibrania sura ile ya 4. Ule mstari wa 2 anasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama vile na hao, lakini neno lilohubiriwa halikuwafaa hao, kwa sababu walikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Mmenisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza sisi nasi tumehubiriwa kama hao. Yaani tumehubiriwa nini? Habari njema, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani. Mmenisikia? Sasa watu wengi wanasikiliza neno la Mungu lakini halichanganyiki na imani. Na watu wanafikiri imani ni ya Mungu, kumbe imani ni ya mtu binafsi. Watu wanafikiri imani ni ya dhehebu, wanafikiri imani ni ya kikundi fulani, kwamba wakikusanyika tunaweza tukakusanyika wote hapa tukasema tuna imani. Ngoja nikwambie, si kila mtu ana imani. Si kila mtu ana imani. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila mtu ana imani. Sasa mimi nimekwambia nilisikie neno la Mungu. Kwa nini nakwambia nilisikie neno la Mungu? Kumbuka tulikotoka, nimekwambia ahadi zote za Mungu ziko kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa walisikia neno la Mungu, zile habari njema walizohubiriwa, lakini walisikia hawakuchanganya na imani. Na ndivyo Wakristo wengi tulivyo. Ndivyo tulivyo wengi. Nimekwambia mfano, ukizungumza ujenzi wa kanisa unazungumza kitu cha kiroho. Ukizungumza kujenga nyumba ya kanisa ambayo mtumishi anatakiwa akae, unazungumza kitu cha kiroho. Na watu wao watakwambia wana imani, lakini kwa kweli imani hawana. Hawaamini kama Mungu anaweza akatusaidia. Kwa nini hawana? Kwa sababu hawana neno. Hata neno linapopita hawalisikii. Unafikiri nilikwambia kwa nini watu wengi wanaoumwa hata ukiwaombea hawaponi? Shida sio kwa muombaji, shida ni kwao. Shida ni kwao. Ameweka imani kwa mtu, hajaweka imani kwa Yesu. Ameweka imani kwa anayemwombea, hajaweka imani kwa Mungu. Mmenisikia mtu wa Mungu ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukichanganya neno na imani, ndio utapata majibu ya ahadi za Mungu. Ukichanganya neno unalolisikia na imani ya kwako binafsi, si imani ya dhehebu, si imani ya kikundi, si imani ya mume wako wala ya mke wako, imani ya kwako binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, kuoa na kuolewa ni ahadi yako mbele za Mungu. Kupata mtoto ni ahadi yako mbele za Mungu. Umenisikia ninachokwambia? Shida iko wapi? Iko kwa Mungu, iko kwetu. Na kama hujapata mtoto, na kama hujapata mume, hujapata mke, Mungu anatakiwa aseme kwa nini amekuzuia. Inawezekana kuna sababu ambazo zinamfanya kuzuia. Na ukikaa vizuri na Mungu atakwambia kwamba kwa nini nimekuzuia. Na matokeo yake watu wengi sana, kwa sababu ya kutokuwa na mahusiano na Mungu, anapochelewa anaamua kumtangulia Mungu. Anamtangulia Mungu mbele, alafu anamwacha Mungu nyuma. Yeye anaenda kumuuliza, anasema imani nayo, lakini anaweza akazaa na yoyote yule. Yoyote ambaye anayatokea, kwa sababu anaangalia umri wake, anasema umri wangu umeenda sana na muda umepita, kwa hiyo siwezi kuendelea kukaa hivi, acha tu nifungue. Anafungua mlango, yote anayekuja anazana. Hata kama ni mume wa Mungu, haimsumbui. Kwa nini? Hana neno linalompa imani. Anaangalia umri wake, muuliza ana miaka mingapi? 33. Anajiona na yeye ni mzee, wakati kwa Mungu ni msichana dogo kabisa. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri kwa nini Wakristo wengi wanaenda kwa waganga wa kienyeji? Kwa nini?
hawana neno linalochanganya, hawajasikia neno ambalo linaweza likatengeneza imani juu ya Mungu, kwamba Mungu anaweza kukupa utajiri. Wanaamini shetani na mganga wa kienyeji anaweza kuwapa utajiri kuliko Mungu aliye hai. Kaulize, shetani mwenyewe aliumbwa na Mungu, anatoa wapi nguvu ya kukupa utajiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. 2, lielewe neno la Mungu. Kuna tofauti ya kusikia na kuelewa. Ndio maana mwalimu darasani akifundisha haulizi nimesikia, anasema mmeelewa. Wakisema hawajaelewa anaanza upya. Wakisema tena hawajaelewa anawatandika bakora. Asi muulizeni kuna mwani simuelewi. Atawauliza mmeelewa? Watasema hatujaelewa. Atafundisha tena, anafuta kama ni ubao, anafuta upande mmoja huko. Alafu anafundisha tena pale 2 mara 2 4. Alafu anauliza tena, mmeelewa? Hamjaelewa, mnakula bakora. Yaani kwa nini anawapiga? Nyinyi hamsikii, ndio maana muelewe. Sasa kanisani hatukupigi viboko. Sisi tunasema tu Bwana asifiwe. Na nyinyi mnasema amen. Kwa hiyo ukisema amen na tukionaga mnatushangilia, tunajua mmeelewa, kumbe mnatupigiaga tu makofi na nyinyi hamjaelewa. Ananisikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lielewe neno la Mungu, lielewe neno la Mungu. Kwa sababu kuna watu wengi wanasikia lakini hawaelewi, na wako kanisani miaka nenda miaka rudi. Ndio maana mtu ambaye amesikia alafu hajaelewa hawezi kuwa na mabadiliko. Kinambadilisha nini? Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Mathayo sura ile ya 13, Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13 mstari ule wa 15. Mstari ule wa 15 anasema maneno haya. Kwa maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Unajua anachoinda shetani kwenye maisha ya watu? Shetani anawinda watu wasisikie neno. Anawinda wasisikie neno, na anawawinda hata wakisikia wasielewe neno. Kwa nini? Wasielewe. Wakielewa wataongoka. Wakiongoka hawatachoma moto, wataenda mbinguni. Anayeelewa anajua hii dhambi, anaingia magotini kutubu, kumwambia Mungu nisamehe, na akitubu anaacha kabisa, arudi tena. Sasa kuna mtu anazini leo alafu anatubu, kesho anazini tena anatubu. Anaiba leo alafu anatubu, kesho anaiba tena anatubu. Yule alisikia ila hakuelewa. Nilikwambia siku moja kwa nini hii kanisa la Anglikana lina utaratibu. Kila wakati wa majilio, sawa, tunakukumbusha amri 10. Ndio tunavyofanya. Na kila Kwaresima tunakukumbusha amri 10. Nini maana? Amri 10 ni mambo ambayo Mungu alikataza tusiyafanye. Kama Biblia imesema usizini, ukizini umefanya dhambi, hujafanya dhambi. Kama Biblia imesema usiibe, iba. Ni kama Biblia imesema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Angalia anachosema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Usipompenda Mungu, sasa kama Mungu hujampenda, ahadi zake zinatimiaje kwenye maisha yako? Zinatimiaje kwenye maisha yangu? Unafikiri kumpenda Mungu ni kama hivi mnavyoniona nimesimama hapa, nimevaa mavazi mazuri, napendeza, na nikifa unanizika nayo? Naweza nikavaa na simpende Mungu. Kumpenda Mungu ni kitu kingine, ni kitu cha ndani. Uko tayari kuacha vyote kwa ajili ya Bwana? Unanisikia? Niko tayari kufunga biashara, niko tayari kusimamisha jambo fulani kwa muda ili la Mungu kwanza libaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unanisikia ninachokwambia mtu wa Mungu? Unahitaji kusikia kwanza ndipo uelewe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa wengi wanasikia lakini hawaelewi. Unahitaji kusikia ili uelewe. Ukishaelewa inakupa nafasi ya kurudi mbele za Mungu na kumwambia Mungu, mimi ni mkosaji, nimelielewa neno lako linachosema hiki, nimetambua ni dhambi. Ndio maana tuna watu wengi hawana ujasiri wa kuikataa dhambi. Hawana, na anaweza akatangaza ameokoka lakini akasema unajua walinishawishi Bwana, kwa hiyo nimeshindwa. No. Kwenye swala la kusimama na Mungu, simama na Mungu.
Simama na Mungu, mwambie mtu hiki ni dhambi, sitafanya. Mwambie, kwa sababu wewe umelielewa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi kuna watu wanapima wokovu kutokana na dhehebu aliokoke. Ninakwambia dhehebu aliokoke. Mimi nimeokoka kanisa la Anglikana, tena high kick, na mpaka leo nimesimama. Na wengine wanapima wokovu wao, wanapima na vipimo vyao, wanapima na subiri, tutakuja kukutana mbinguni, alafu nitakwenda kuchungulia hivi upo haupo. Bwana asifiwe. Nilikwambia Jumapili, wokovu haupimi kwa matendo. Kuna watu wana matendo mazuri kuliko waliokoka. Wana matendo mazuri, anatoa zaka, anatoa sadaka, na Kwaresima hii anafunga siku zote 40. Ana matendo mazuri kuliko wewe. Wewe unaweza ukawa umeokoka lakini ni muongo, ni msengenyaji, ni mnafiki, una vurugu za kila namna unazo huko ndani. Kuna watu hawajaokoka, hata kuongoka hawezi. Ila ukimwambia kuongoka anasema, wewe bado kidogo bwana, tulia bwana. Kuna shida gani? Na nisikia anachokwambia. Bwana asifiwe. Cha tatu, lishike neno. Sio mimi nimesema. Takupa na mistari yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lishike neno. Yohana sura ya 8, ule mstari wa 51. Yohana sura ya 8, mstari ule wa 51. Sura ya 8, mstari wa 51. Anasema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 8, mstari wa 51 anasema hivi. Amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti. Nasikia anachokwambia. Ngoja turudi. Huyu ni Yesu anasema, sio Simoni. Amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti. Tena sio hataona mauti milele. Hataona mauti. Mwili wako utakufa lakini utakuwa hai. Kwa nini? Umelishika neno. Kwa nini Yesu alikuwa anazungumza walishike neno lake? Aliwaambia wanafunzi wake, maneno yao niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Aliwaambia wanafunzi wake, maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Ndio maana hapa anawaambia Wayahudi waliokuwa wanampinga kwa sababu yeye amejiita mwana wa Mungu. Kulikuwa na mabishano hapo, kasome uone. Zilizungumzwa mpaka habari za Ibrahimu hapo. Mpaka wanafika mahali wanamwambia wewe ni mtoto mdogo tu. Hujapata hata miaka 50. Ibrahimu ulimuona wapi? Akasema kabla hajakuwepo mimi nilimuona. Alafu akawaambia, mtu akilishika neno lake. Tena anasema amin. Alafu anarudia mara ya pili. Amin. Nini maana yake? Anawasisitiza. Jambo likirudia mara ya pili kuna msisitizo maana yake. Likirudia mara tatu maana yake hilo jambo litatokea. Na nisikie. Yaani ukiona ndoto imejirudia mara ya kwanza na mara ya pili, unasisitiza ombea hiyo ndoto. Mara ya tatu ikija hilo jambo litatokea. Moja katika namba za ukamilifu moja wapo ni 3. Mmenisikia? Kwa maana alikuwa anawaambia amin nawaambia. Amin ya kwanza ni ya kawaida, ya pili anawasisitiza aminini nawaambia. Mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya neno la Mungu na ahadi za Mungu. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya neno la Mungu na ahadi za Mungu. Zile ahadi mbili kubwa nilizokutajia, ndio maana Yesu anasema mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Kumbuka nimekwambia ahadi mbili. Kuna kufufuliwa na kuurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la pili. Toba inatupa uhakika wa kuzipokea ahadi za Mungu. Toba inatupa uhakika wa kuzipokea ahadi za Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Toba inatupa uhakika wa kuzipokea ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho, na ile sura ya 7 na mstari ule wa kwanza.
Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Ngoja nirudi. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Maisha ya toba ndiyo maisha pekee yanayotupa uhakika wa kuzipokea ahadi za Mungu. Paulo anazungumza na kanisa la Korintho, anazungumza juu ya kuzitakasa nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Kuzitakasa maana yake ni kuzisafisha. Unafikiri nafsi zinatakaswa na uchafu wa aina gani? Inachozungumzwa hapa ni dhambi ambazo ziko ndani ya mioyo yetu. Ndicho anachozungumza hapa, kwamba tunapotubu maana yake tunasamehewa. Tunaposamehewa maana yake tunatakaswa. Tunawekwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, nje ya toba hakuna haja ya Mungu atakayepokea. Haipo. Haipo. Tuko pamoja, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini anazungumza? Kwa nini anazungumza? Nimekwambia anazungumza ni kwa sababu kuna uchafu. Unajua lazima ufike mahali ujiulize, kwa nini kila mwaka kuna Kwaresima? Kwa ajili ya nini? Hii Kwaresima, okay, nina miaka sasa 50. Imenipa mabadiliko gani? Niko vile vile kila mwaka, alafu ninajisabia ni Mkristo. Niko vile vile kila mwaka, alafu ninajisabia nitaenda mbinguni. Mahusiano yangu na Mungu yakoje? Kila mwaka ninafunga na ninahudhuria sikukuu zote. Pasaka ninakuwepo, na kuwepo kwenye ibada ya Ijumaa Kuu kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 9. Lakini ndani kuna mabadiliko gani? Hii Kwaresima kwangu imeleta mabadiliko gani? Mimi natamani, ukiniuliza, natamani kuona kila mtu aliyeko kanisani Kwaresima inaleta mabadiliko kwake. Anatoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufike mahali tuishi kwa kumtegemea Mungu. Tusitegemee akili, tusitegemee na watu. Kuna watu wako unakuta ni mabinti kapangiwa chumba na mwanamke, mwambie toka, anauliza nitaishije mimi? Kakaa hapo mwenyewe, na yeye akija lile libaba likiitwa baby, basi wengine najiona baby hapo lina mvi mpaka kwenye kifua. Baby zeri naingia pale, ndio unasemaje? Mtoto mzuri, shindwe kabisa katika jina la Yesu. Kakae na mke wako, nenda, acha uchafu. Sasa mtumishi unasema tu nikiondoka pale nitaishi. Akifu unaishi, unahamia kwake kwenye nyumba yake, unamwambia mimi nilikuwa hawala yako, nilikuwa hawala wa mume wako, na yeye atakupokea. Unawahi ona mama amefiwa alafu amekuja kugundua mume wake amekufa, alafu amegundua kwamba huyu fulani ndiye alikuwa anatembea na mume wake, anaacha kilio cha msiba, anakufuata wewe, unakula za uso, na anakuwa akifiwa anakuwa na nguvu mara mbili. Mama mmoja alifiwa kule Dar es Salaam, sitaki nikwambie wapi. Alafu katikati ya msiba watoto wawili wametoka wamekuja kujitambulisha, sisi ni watoto wa marehemu. Mama aliacha kuja, akavaa nguo vizuri, akasema sitaki niwaone hapa, nyuma geuka, mbele tembea. Nikasema kumbe kuna watu wakifiwa, kikitokea cha kutokea uchungu wa kulia haupo. Kazi mama akavaa, kawafukuza, afu karudi tena kaendelea kulia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Hebu tufike mahali tuishi kutokana na ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu zinasema nini? Zinasema nini? Biblia inasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Anaandika maneno mazuri, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana amefanya nini, ameikosa. Kwa nini anazungumza maneno? Anataka watu wakae katika toba, waombe toba kwamba Mungu tumekosea, Mungu tusamehe ili tusikose ahadi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, ngoja niwaambie, Kwaresima isiwe ni desturi. Isiwe ni desturi ya kanisa tu. Hiyo ni desturi
ya dhamira ya ndani. Mimi nadhamiria kugeuka, mimi nadhamiria kuacha haya, mimi nadhamiria mwaka huu ni kutembea na Mungu. Yanawezekana kama unaamua kutoka ndani, yanawezekana kabisa, yanawezekana. Lakini huku ndani kuna dhamira gani? Ndani unaweza kuwa huko kanisani, uko vizuri kanisani hapa ndani hapa kwako hapa zinatokea alama za love zile kopa zile. Yaani kuna kamtu hapo unakawazia hata hapo unaona kama nakuchelewesha tu. Unaye atamaliza saa ngapi sijui. Atamaliza saa ngapi sijui. Unajua kuna mkao mwingine kutoka kanisani, unajua huyu hayupo. Unajua huyu hayupo. Mtu unamuona kakao tafiki kwenye treni ya mwendo kasi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua mambo haya. Tambua mambo haya. Inawezekana utambui leo, tambua. Sawa? Tambua mambo haya. Inawezekana utambui leo, tambua. Jambo la kwanza, cha kwanza, msilisahau neno. Mtu anajiuliza huyu jamaa haya anayatoa wapi? Umo kwenye Biblia ya kwako. Kwanza mwaka huu natamani kuona Wakristo wangu na mama Biblia. Biblia mbona ni bei rahisi? Mimi Jumanne naenda mjini. Wale wataka vitabu waniagize. Sawa? Mjage niagize. Usinipigie simu wewe nione sasa hivi tukimaliza hapa nione. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro kwa watu wote. Waraka wa pili wa Petro kwa watu wote. Sura ile ya 3. Sura ile ya 3. Mstari wa 8 anasema hivi. Sura ya 3 mstari wa 8. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Siku moja ni kama na miaka 1000. Huu ni mwaka wangapi? 2026. Kwa hiyo kama siku moja ni miaka 1000, maana tuna siku 2 na masaa machache. Tutakuwa na siku 2 na labda na dakika 60. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza msilisahau neno. Na mimi nataka nikutie moyo usilisahau neno kwa Bwana. Siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Nini maana ya maneno haya? Maana yake tunaishi duniani lakini siku zetu ni chache. Umenisikia? Uko duniani siku zetu ni chache. Wewe unaona una miaka 67, 70, 80. Wewe unafikiri umeishi. Mungu akikuangalia anaona wala hujaishi. Ila mwenyewe unajisikia na miaka mingi sana. Hapo inawezekana kama kwa Mungu wewe una masaa 6 tu ndio unaishi. Na nisikia anachokwambia. Kwa hiyo usiweza amini ya kwamba siku moja utaondoka. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Mtu mmoja aliniambia ise, mbona mahubiri yako mahubiri ya kutisha? Nikamwambia nikijaribu mengine anakata. Unajua kila mtu anapewa kipande chake. Unanisikia? Kila mtu anapewa kipande chake. Usiingie kwenye kipande cha mwenzi. Wale waliochimba madini wanajua. Ndio maana akikukuta juu anakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi duniani lakini siku zetu ni chache. Kama siku zetu ni chache, tunapaswa kuishi maisha ya toba kila wakati. Tunaenda pamoja wote. Cha pili, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sura hiyo ya 3 mstari wa 4 anasema hivi. Anasema hivi. Na kusema iko wapi ahadi ile na kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Alafu kiendelea anasema maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji hayo kwa neno la Mungu. Ngoja nirudie. Anasema hivi. Mstari ule wa 4 anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ule wa 4 anasema na kusema, ngoja tuanze wa 3. Mkijua kwamba neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja
na dhihaka zao, watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa kwake. Jasikia watu wanasema kwamba Yesu hawezi kuja. Yesu atakuja lini? Sijui. Na yeye mwenyewe alisema siku ile hakuna ijuaye. Alisema hata yeye mwenyewe ajui, ila ni nani? Baba pekee yake. Kasome Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa 36. Nenda kasome kwa wakati wako. Andika kichwani, kama una kalamu shika kichwani kwako. Sasa inategemea sikio lako limekuliziwa maneno gani. Shida ukikuliziwa maneno kwenye sikio ambayo sio ya Mungu, yanafuta kila neno la Mungu linalokuja. Yanafuta. Jawa yaona mabibi wanakulizia watoto maskini wanasikia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ngoja tusome tena hapo mstari wa 9. Ule mstari wa 9 anasema hivi. Bwana hakawi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhania kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. Kanisani sisi ukihubiri mahubiri haya ninayohubiri mimi, watu hawaji kusali. Wanasema hana mahubiri ya matumaini hata kidogo. Hana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana hakawi kutimiza ahadi yake. Lazima tufike mahali tutubu, ili anapokuja atukute tuko tayari. Cha mwisho, cha tatu, ahadi za Mungu ni nini? Ahadi za Mungu ni nini? Tunaenda pamoja. Bwana asifiwe. Ahadi za Mungu ni ndio. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya kwanza na ule mstari wa 20. Sura ya kwanza na ule mstari wa 20 anasema hivi. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Bwana asifiwe. Biblia inazungumza juu ya ahadi zote za Mungu ni ndio. Na nisikia nachokwambia. Sasa nilikwambia zile ahadi mbili, zile kubwa ambazo mimi nimeziita kubwa. Na ziko nyingine huko nyingi tu kwenye Biblia. Biblia inazungumza ahadi zote za Mungu. Zote za Mungu ni ndio. Kwa hiyo hata ahadi ya kufufuliwa ni ndio. Ahadi ya kurithi uzima wa milele ni ndio. Unanisikia? Ahadi ya kufanikiwa ni ndio. Unanisikia? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Lakini tuangalie uhusiano wetu na Mungu ukoje? Wengi tunatafuta tu ahadi za Mungu zitimie kwenye maisha yetu, lakini uhusiano wetu na Mungu haupo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunatafuta tu tufanikiwe, mahusiano yetu na Mungu hayapo. Tunataka zile ahadi ambazo Mungu amesema za kuhusu kufanikiwa ni sawa kabisa, lakini cha kwanza angalia mahusiano yako wewe na Mungu yakoje. Unaishi maisha ya toba? Unaishi maisha ya kumpendeza Mungu? Unaishi? Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi sura ya 4 mstari wa 21 na 20, mstari wa 20 na 21. Warumi, waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 4 ule mstari wa 20 na 21 anasema hivi. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Menesikia? Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Hapa anazungumza Ibrahimu, kipindi ambacho hana mtoto, ndio anachomzungumzia. Anasema hakusita. Sawa, ngoja turudie. Anasema hivi. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu. Sawa? Alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Kama ahadi za Mungu ni ndio, imani yako inasema nini? Jamaa alitiwa nguvu, kumbe nikizijua ahadi za Mungu, imani kazi yake ni kunitia nguvu kwamba hiki kitatimia. Menisikia? Wale ambao wanataka kuoa, sisi tuliooa tumeshaoa. Wanaolewa wameshaolewa. Lakini kuna watu hawajaolewa na kuna watu hawajaoa. Hawa watu hata ukiwaambia hivi, ninaweka maombi hapa kila wiki ya wanaotaka kuolewa hawaji. Unanisikia? Imani zao zilishakufa.
Kuna watu ambao imani zao zimekufa kwa sababu aliyekuwa naye alimuumiza, ameua na imani yake. Aliyekuwa naye alimuumiza, ndio maana hata akilala anaye huyo anasema ameniumiza sana. Wewe hujamuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi natamani kuona mabinti mlioko hapa kanisani mnatiwa nguvu kwa njia ya imani, huko mkiziangalia ahadi za Mungu. Sara alikuwa hana mtoto, lakini alitiwa nguvu kwa njia ya imani. Alipoona ahadi za Mungu, sababu Mungu alimwambia utapata mtoto, alitiwa nguvu. Wewe Bwana asifiwe. Hata vijana ambao mko hapa, kila unayemwangalia unaona kama ana kasoro. Ngoja nikwambie, hakuna mwenye kasoro. Inawezekana wewe ndio una kasoro. Simama na Mungu, ziangalia ahadi za Mungu zinasema nini, alafu imani yako uliyokuwa nayo ikutie nguvu ukiziangalia zile ahadi za Mungu, kwamba kwa hili kwa Mungu linawezekana. Shida ya watu wengi sana ni pale unapoambia kwamba kaa kwenye uwepo wa Bwana, omba, mwambie Mungu ninahitaji 1 2 3. Hawezi. Maombi ya dakika 10 tu tayari anapiga miayo, hata anatoka machozi anamuona. Mwingine akaanza kuomba tu, miguu yote inauma, yaani miguu kwenye nyayo pale inavuta namna hii, halafu anajikaza na yeye. Hata akija kanisani hawezi kukwambia mtumishi, mimi na shida 1 2 3, nafikiri wote mko sawa, kumbe yuko kwenye kiwanda. Hawezi kusema. Bwana kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.